kwenye wizara hii muhimu kwa maisha ya wananchi wa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye kwa neema na kudra yake ametujalia na ametuwezesha kuwa salama na kuwa kwenye nyumba hii tukiendelea kuifanya kazi waliotukabidhi wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia mchango wangu niendelee kuungana na wenzangu wote kumpongeza kwa dhati kabisa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa na kazi nzuri anayoifanya kwenye taifa letu, anayowafanyia Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, sitapoteza muda mwingi kwenye eneo hilo kwa sababu tarehe 24 ya mwezi wa pili mwaka huu 2025 Mheshimiwa Rais alifanya ziara mkoa wa Tanga, na tarehe hiyo alikuwa kwenye wilaya ya Korogwe. Kwenye uwanja ule uliojaa maelfu ya wanakorogwe, tulikubaliana kwamba kwa kazi kubwa na kazi nzuri aliyoifanya Mheshimiwa Rais, hatuna kujiuliza, hakuna kupepesa, ndiye rais wetu anayestahili kupewa kura nyingi za ushindi mwezi wa 10 kwenye uchaguzi. Na kwenye mkutano ule, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikubaliana wanakorogwe, tukawaambia Watanzania wote kwamba sisi Korogwe tunajua hii hadithi ya no reform no election ni hadithi ya kusadikika, isiyokuwa na uhalisia na isiyotekelezeka. Tunajua uchaguzi upo, mgombea wetu ni Samia na rais wetu ni Samia, tunaendelea kusonga mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kumpongeza Mheshimiwa Rais, nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI pamoja na manaibu waziri wake wote wawili. Kwa kweli timu ya TAMISEMI imetimia, inafanya kazi nzuri, inawahudumia ipasavyo wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri, tunawashukuruni sana kwa kazi kubwa na kazi nzuri mnayoifanya. Tunaendelea kuwatia moyo muifanye kazi hiyo wewe pamoja na waheshimiwa manaibu waziri, lakini na timu yako nzima kule wizarani, kuanzia katibu mkuu, manaibu katibu mkuu, lakini wakurugenzi mpaka na wakuu wa taasisi ambazo ziko chini ya wizara yako. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nina mchango kwenye maeneo machache. Eneo la kwanza ni upande wa TARURA. Kwanza nikubali, nikiri na kutambua kazi kubwa na kazi nzuri inayofanywa na TARURA kwenye kurekebisha na kujenga barabara kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kweli TARURA inastahili pongezi, inafanya kazi nzuri sana. Na sisi kama wabunge, lakini kama Watanzania, tunaridhishwa sana na kazi inayofanywa na TARURA. Nilikuwa na ushauri kwenye maeneo machache. Eneo la kwanza, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia bajeti ya TARURA mwaka huu inaletwa na Mheshimiwa Waziri kwenye hotuba yake, haina tofauti sana na bajeti tunayotekeleza kwenye mwaka ambao unaelekea mwishoni, karibu bilioni 800 kama na 50 hivi. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia changamoto za barabara tulizokuwa nazo, fedha hii kuto kuongezeka sio jambo zuri sana, lakini hainipi shida sana kuto kuongezeka kwa bajeti mwaka huu, kwa sababu ninajua kuna fedha ambayo ilitengwa kwenye supplementary budget zaidi ya bilioni 350. Pamoja na bajeti ya TARURA kubaki kama ilivyokuwa mwaka jana kwenye mwaka wa fedha unaokwisha, hela iliyotengwa kwenye supplementary budget bilioni 350 ikipatikana, hakika itakwenda kuisaidia TARURA kufanya kazi zake vizuri. Tuombe sana serikali ituelewe. Hatuna shida na TARURA, hatuna shida na watendaji kazi wao, wanafanya kazi nzuri. Tunaiomba Wizara ya Fedha wapelekeni fedha TAMISEMI, wapelekeni fedha TARURA ili waweze kutatua changamoto tulizokuwa nazo. Yako maeneo wakandarasi wameanza ujenzi, lakini wamesimama kwa sababu walikuwa hawajalipwa fedha zao. Fedha hii ikienda, tunaamini changamoto nyingi zitatatuliwa. Lakini la pili, kwenye eneo la TARURA, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshuhudia kazi nzuri inafanywa na TARURA kwenye kuboresha miji yetu kupitia miradi mbalimbali ya kimkakati ambayo ilipata ufadhili kutokana na harakati na jitihada za serikali yetu kutafuta fedha kwa ajili ya kuboresha miji yetu. Tunaitambua kazi hiyo, tunaithamini na tunaiunga mkono. Lakini tuombe, tutoe wito, pamoja na kazi nzuri inayofanyika kwenye maeneo ya mamlaka za miji, tunahitaji kuwa na miradi mingine ya kimkakati kama tunayofanya kwenye mamlaka za miji kwenye maeneo ya vijijini, ambao kwa sehemu kubwa maeneo haya ya vijijini, Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio maeneo yanayofanya kazi kubwa ya uzalishaji, na wananchi wetu wanahitaji sana miundombinu ya barabara iendelee kuboreshwa, iendelee kufanya kazi nzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la pili ni eneo la maboma ya zahanati na madarasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa na sera hii kwamba wananchi wakiibua na wakianza ujenzi wa maboma ya zahanati na madarasa, serikali inakuja kuwaunga mkono kukamilisha kazi iliyofanyika. Na kwa kweli tuipongeze serikali. Kwa kipindi cha miaka hii 4-5 tumefanya kazi kubwa sana, na serikali imeleta fedha nyingi sana kuunga mkono juhudi za wananchi ambao wameanza ujenzi wa maboma ya zahanati na madarasa. Nimeangalia kwenye bajeti hii hatujaweka fedha nyingi zaidi kwenye eneo la maboma ya madarasa pamoja na zahanati. Lakini natambua Mheshimiwa Waziri, hainipi shida hii. Na hii kama ilivyokuwa kwa TARURA,
kwenye supplementary budget kuna fedha iliyowekwa nyingi kwa ajili ya kwenda kupeleka fedha kwenye maboma ya zahanati na madarasa. Tuwaombe Wizara ya Fedha, kama bado hawajapeleka fedha hizi TAMISEMI, fedha hizi ziende zikatusaidie kutatua changamoto hii, zikatusaidie kuunga mkono jitihada hizo za wananchi, tuendelee kuwapa moyo wananchi na mambo yaendelee kuwa mazuri. Mimi kule Korogwe, Mheshimiwa Mwenyekiti, nina maboma ya zahanati zaidi ya 28 ambao wananchi kwa nguvu zao wamejenga, mengine mpaka wamefika hatua wameshapaua. Tunasubiri fedha ya serikali tuletee kwa ajili ya kuunga mkono jitihada za wananchi, tutatue changamoto lakini wananchi waweze kupata huduma. Eneo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeimba sana kwa muda wa miaka 2 au 3 kuhusu vituo vya afya vya kimkakati. Mheshimiwa Waziri, tuna imani kubwa sana na wewe na tunajua leo unahitimisha hoja yako. Tunatamani unapokuja kuhitimisha hoja yako, Mheshimiwa Waziri, tupate majibu. Fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya vya kimkakati lini zitafika kwenye maeneo yetu kwa ajili ya kufanya kazi zilizokusudiwa? Wananchi wa Korogwe, maeneo ya Vugiri na eneo la Mashewa tuliwaahidi muda mrefu, tunasubiri fedha. Tunaomba utuambie Mheshimiwa Waziri, fedha hizi zinakuja lini? Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo jingine ni eneo la ugawaji wa maeneo mapya ya kiutawala. Mheshimiwa Mwenyekiti, siku chache zilizopita tumeisikia Tume ya Taifa ya Uchaguzi imetoa tangazo la kugawa lakini kubadilisha na kuboresha majina ya majimbo, na tangazo hili au jukumu hili tume linalifanya kwa mujibu wa katiba ibara ya 75. Na ukisoma ibara ya 75 ibara ndogo ya 4 inaipa tume mamlaka ya kufanya mabadiliko na kugawa majimbo mara kwa mara kadri itakavyoona inafaa, lakini katiba inasema angalau kila baada ya miaka 10. Nikatafakari kwa nini kila baada ya miaka 10, lakini jibu jepesi ni kwamba miaka 10 ni muda wa kutosha kutafakari upya, kwa sababu ni muda ambao tunaamini jamii zetu zimepata maendeleo na zimepiga hatua kubwa. Ombi langu kwa upande wa TAMISEMI, muda mrefu tumekuwa tukizungumza kuhusu maeneo mapya ya utawala. Tumesikia msimamo wa Mheshimiwa Rais kwamba tunaboresha maeneo ambayo tayari tumeshaanzisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni muombe Mheshimiwa Waziri, kipindi hiki ambako tume wenzetu wanakwenda kugawa majimbo mapya, na nyinyi mkatafakari kuongeza maeneo mapya ya utawala. Ninajua kuna gharama kubwa, hasa kuongeza mikoa, kuongeza wilaya, kuongeza halmashauri. Huko mimi sitaki sana. Tuna maeneo ya vijiji. Mheshimiwa Waziri, tumepeleka madaraka kule chini kwa wananchi. Yako mambo mengi ambayo wananchi wanayafanya wenyewe kwenye vijiji vyao. Yako maeneo ambayo tangu tulipogawa vijiji miaka 10-15 iliyopita yamekuwa makubwa, yanahitaji kupata vijiji vipya. Sisi kule Korogwe tunayo maeneo zaidi ya 6 ambayo ni maeneo ya sehemu ya vijiji vilivyopo, lakini yamekuwa yana mpaka shule za kwao wamejenga, zimesajiliwa, watoto wanasoma. Maeneo yana zahanati lakini hawana kijiji. Kumekuwa na mivutano ya kufanya shughuli za maendeleo kati ya eneo hilo na eneo la makao makuu ya kijiji. Ukienda Korogwe, kijiji cha Mwenga, eneo la Kwaluma, wana mpaka shule yao, wanajiendesha wenyewe, wanafanya shughuli zao. Kwa nini tusiwape kijiji? Ukienda eneo la Mkomazi, eneo la Mkameni, wana shule yao, wana zahanati yao, maisha yanaendelea, lakini kwa nini nataka kuwapa kijiji? Ukienda sehemu inaitwa Magoma, kijiji cha Makangara, eneo la Songea, ukienda sehemu ya Kalalani, eneo la Kigwasi, haya maeneo yote yamekuwa makubwa. Wananchi wameweka miundombinu yao, wana shule zao, wana zahanati zao. Tafsiri yake ni kwamba hata ukiwapa kijiji, gharama zitakazoongezeka haziwezi kuwa kubwa kwa kiasi ambacho tunakiogopa kama nchi. Tunaiomba serikali, ni wakati sasa, zaidi ya miaka 10 hatujafanya kazi hii, tukaifanye ili mambo yawe mazuri. Eneo la mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kuchangia siku ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni eneo la sera yetu ya ugatuaji wa madaraka. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikubaliana kama nchi kuingia kwenye sera ya ugatuaji wa madaraka kwa maana ya decentralization by devolution, D by D. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, sera hii ilikuwa inalenga kwenye maeneo makubwa manne. Tulikuwa na eneo la political decentralization, administrative decentralization, fiscal decentralization na central and local relations. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na ubora wa sera hii, imekumbana na changamoto kwamba sera hii haijajengwa kwenye mfumo wa kisheria. TAMISEMI mlituahidi kwamba mnafanya maboresho na mapitio ya sera hii, na tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2023 waziri wa nchi wa TAMISEMI akimkaribisha waziri mkuu kwenye mkutano wa 13 wa mamlaka ya serikali za mitaa alisema sera hii kwenye hatua za mwisho. Mheshimiwa Waziri, natamani kujua leo unapokuja kuhitimisha utuambie sera mpya ya ugatuaji wa madaraka imefikia wapi. Na kwa nini nauliza Mheshimiwa Waziri? Maisha yamesonga, maboresho yamekuwa makubwa, maendeleo yamekuwa makubwa. Dakika moja Mheshimiwa Mwenyekiti nimalizie. Mheshimiwa Mzava, muda wako umeisha na kuongezea dakika moja kumalizia. Asante Mwenyekiti. Maboresho yamekuwa makubwa na ndio maana tumeleta TARURA, inafanya kazi nzuri. Kumeibuka RUWASA, lakini leo watumishi wa ardhi wamekwenda wizarani. Kuna wakati ilikuja move ya watumishi wa kilimo na watumishi wengine. Lakini kwa nini Mheshimiwa Waziri hanatokea? Kwa sababu bado hatujaweka clear sera yetu ya ugatuzi wa madaraka.
Tunakokwenda tusipoangalia tutarudi nyuma badala ya kwenda mbele. Natamani TAMISEMI mlete sera hii, lakini natamani muwe na wivu na ugatwaji wa madaraka. Nyenye ndio mna jukumu la kuzisimamia na kuzilea halmashauri hizi. Tutoe miongozo, tuone namna gani ya kufanya kazi pamoja kati ya wizara moja na nyingine, sekta moja na nyingine, bila kuathiri madaraka ya wananchi ambao tumeyashusha kule chini, ili kuwaongezea nguvu wananchi wenyewe kwenye kupanga na kuamua mambo yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, nakushukuru sana, naunga mkono hoja ya Mheshimiwa Waziri.